Tukiwa tunaelekea uchaguzi mkuu mwezi Oktoba mwaka huu, tayari vyama mbalimbali vya siasa hapa nchini vimeanza maandalizi, hasa katika mchakato wa ndani katika ngazi mbalimbali, na wapo wanachama ambao wameonekana kushiriki kwa namna moja ama nyingine, lakini muhimu pia kufahamu na kukumbushana kuhusiana na sheria muhimu za kuzingatia kuelekea uchaguzi mkuu, na tutafahamu hapa kuhusiana na matagusia, pia kuhusiana na masuala mbalimbali ikiwemo tafsiri ya rushwa, masuala ya takrima, lakini kanuni pia za uchaguzi na mambo kadha wa kadha. Katika kufahamu hili hapa tunaungana na Joseph Mwaiselo ambaye ni mkurugenzi wa elimu kwa umma kutoka TAKUKURU akiwa katika ofisi zetu za Dodoma. Habari za hapo Joseph, na karibu sana. Asante sana ndugu mtangazaji. Naam, asante kwa kuungana nasi, na hapa studioni tunaye wakili James Marenga. Karibu sana. Asante sana. Karibu sana Msomi. Asante sana. Shukuru sana. Naam, na wakati huu masuala ya sheria yapo mengi, lakini tutajaribu pia kugusia yale ya msingi na ya muhimu ya kufahamu, kwa sababu pale ambapo kosa linafanyika hakuna unasema, hauwezi ukasema kwamba ulikuwa hufahamu, lazima ufahamu kuhusiana na taratibu ambazo zimewekwa na zinahusika. Na kwanza pia pengine katika kulifungua hili tuanze kwa kufahamu wakili, ni sheria za namna gani ambazo wakati huu zinatuongoza kuelekea uchaguzi? Asante ndugu mtangazaji. Sheria ziko, sheria kadhaa, na kwa sababu ni pana. Swala la uchaguzi lina sheria kadhaa hapa nchini, ikiwemo sheria mama, sheria ya uchaguzi, lakini kuna sheria za gharama za uchaguzi pamoja na kanuni zake, sheria ambayo kwa kweli imesahaulika sana, lakini ni sheria muhimu sana, hasa kipindi hiki cha vyama ambavyo sasa vinaandaa wagombea wao. Wanasema ile hatua za awali kama walivyosema kwenye vyama. Kuna sheria ya vyama vya siasa sawa, inaingia hapo vile vile, lakini kuna sheria ya uchaguzi kwa ajili ya rais, wabunge pamoja na madiwani, nayo inaingia hapo. Unaona lakini kuna kanuni zingine ambazo zinaitwa kanuni za gharama za uchaguzi, kwenye lugha ya Kiingereza wanasema orders, ambazo vivyo nazo zimeelekeza viwango mbalimbali ambavyo vinavyotumika katika masuala mbalimbali ya uchaguzi, ikiwemo kampeni na kila kitu. Sheria imetoa kabisa maelekezo ya namna ambavyo nani anapaswa kutumia kiasi gani, yani mgombea yupi anapaswa kutumia kiasi gani cha fedha kwenye kampeni zake zote za uchaguzi. Kwa kila mgombea kuna maelekezo ambayo yake kabisa madiwani, wabunge, rais. Hebu tuambie. Na sheria hii sasa kwa mfano ni siku nyingi kidogo, na nakumbuka ilipitishwa kipindi kile na waziri mkuu akiwa Pinda, Mizengo Pinda. Kwa mfano sheria hii inasema kampeni za uchaguzi, za gharama za uchaguzi kwa nafasi ya urais anatakiwa asizidi zaidi ya shilingi bilioni 6. Bilioni 6, yani kampeni zake. Na sheria imegawanya kabisa maeneo mbalimbali ambapo yatatumika hizo fedha. Yani kwa mfano majimbo ya uchaguzi, kuna majimbo mengine yatatumia milioni labda 33, mengine yatatumia milioni kadhaa. Yani kila jimbo limepewa gharama yake. Yani unapokwenda kule, kwa maana hiyo usizidi thamani ya hiyo pesa ambayo imewekwa na hiyo sheria ya gharama za uchaguzi. Unaona? Yani ndio imetoa viwango kadha wa kadha. Unaona? Sheria hii imekuwa iko kimya. Na kwa nafasi hizi nyingine za ubunge, nafasi zingine za ubunge kwa mfano na udiwani, labda nitafanya kwa sababu kama nilivyosema ni sheria ambayo imekuwa kimya muda mrefu na imekuwa haifuatiliwi sana na watu kwa muda mrefu, lakini hii sheria imetoa kabisa vigezo. Kwa mfano nafasi za wabunge wanawake kwa mfano inasema wasitumie zaidi ya shilingi milioni 11. Sheria ilikuwa inasema namna hiyo. Special seats hizo. Sawa? Kwenye kampeni zao. Unaona bana? Kwa mfano nafasi ya makansela au madiwani ilikuwa inasema shilingi milioni 8. Unaona kabisa nyingine milioni 6 kwa mfano kwenye maeneo ya rural areas. Unaona? Na ukiona kwa mfano jambo ambalo la jumla kabisa, campaign, sawa, election campaign kwa ajili ya vyama vya siasa vilitakiwa kutumia
waende kote wasitumie zaidi ya shilingi bilioni 17. Sheria sheria wakati wote wa kampeni. Yaani kuhusu wagombea wote, madiwani wote pamoja na rais na kila kitu isizidi kiasi hicho. Hiyo ni sheria ambayo kwa mfano hii ilisainiwa na waziri mkuu kipindi hicho Mizengo Kayanda tarehe 14 Agosti 2015. Hii sheria gharama za uchaguzi. Sasa hii imetoa hizo huo mchanganuo kwa maana hiyo, unaona Sasa vitu kama hivi haviko na kwa mfano kwenye nomination, kama kipindi hiki sasa ambacho wanafanya nomination, maana sasa ndio kipindi cha kutafuta wagombea. Ile sheria ilikuwa imeelekeza kabisa, kwa mfano nafasi ya urais, yani nomination candidate ya rais wasizidi shilingi bilioni 3 matumizi yao. Sawa, nafasi za wabunge wasizidi shilingi bilioni 3. Ile kuchuja mpaka kupata ule mgombea wasizidi zaidi ya shilingi bilioni 3 kwa matumizi yao. Kwa mfano vile vile kwa member wa parliament special seat wanawake wasitumie zaidi ya shilingi bilioni 1. Sheria ndio ilikuwa inaelekeza namna hiyo, sawa. Kwa makansela hawa bilioni 2, lakini women special seat councillors milioni 400. Unaona yani sizidi hapo. Kwa hiyo ni sheria. Maana yake ni kwamba katika ukaguzi sasa, baada ya kampeni kuisha na kila kitu kuisha, utakapoleta ripoti, na sheria inasema lazima ripoti hizi zipelekwe vile kwa msajili, sawa, na kadhalika, sawa, zikaguliwe. Akikagua akiona mmezidisha hichi kiwango, mmevunja sheria. Sasa hiyo kitu kiko kibia sasa. Mnafahamu sasa mnavyoona matumizi yalivyo, mnaangalia, sawa, na kadhalika. Sasa haya ni mambo ambayo sheria zipo za nchi, sawa, na sheria kama hii haijawahi kufanywa mabadiliko unfortunately, sawa, pamoja na mabadiliko haya sasa matumizi na nini, lakini sheria ambazo zimesahaulika sana haijafanya, lakini ni sheria ya nchi na inaishi mpaka leo. Sawa kabisa. Na mambo ambayo yazungumza ni mambo ambayo kimsingi yanalenga kukabiliana na rushwa na matumizi mabaya ya fedha katika kipindi chote cha uchaguzi, kabla, wakati na hata baada ya uchaguzi. Na tunazungumza hapa na mkurugenzi wa elimu kwa umma akiwa TAKUKURU, akiwa kule katika studio zetu za Dodoma. Mkurugenzi, karibu sana kwenye matangazo yetu kwa mara nyingine tena, na tuanzie katika hilo kwamba ni mambo gani ambayo mtu anayetaka nafasi ya uongozi wa umma akiyafanya inahesabika kama vitendo vya rushwa? Asante sana ndugu mtangazaji, lakini kwa niaba ya mkurugenzi mkuu wa TAKUKURU napenda kuwashukuru sana Azam Media kutupatia fursa hii ya kuzungumza na Watanzania, hususan katika kipindi hiki cha kuelekea uchaguzi, masuala yanayohusiana na vitendo vya rushwa. Pia nimefurahiwa na mjadala unaoendelea hapo Dar es Salaam, na ninawashukuru sana kwa elimu mnayotoa kwa Watanzania. Sasa nimeulizwa swali kwamba ni vitendo gani vinavyohesabika kuwa rushwa. Labda tuanze kwanza na tafsiri ya neno rushwa. Kwa ujumla hakuna tafsiri ya pamoja duniani kwamba tafsiri hii ndivyo inavyotumika katika kila maeneo. Yapo maeneo mengine rushwa inatafsiriwa kwa mujibu wa sheria, lakini kuna wakati ambapo rushwa inatafsiriwa kwa muktadha. Lakini kwa ujumla hiki nitakachokisema ndicho kinachokubalika na wengi, kwamba rushwa ni kitu chochote ambacho mtu anaweza kukitoa kumpatia mtu mwingine ili aweze kupindisha sheria na hatimaye afaidike yule mtoa rushwa. Hiyo ni tafsiri ya kwanza. Tafsiri ya pili ni kwamba rushwa ni matumizi mabaya mamlaka ambao mtu anakuwa amepewa kwa ajili ya kutumikia jamii, lakini anatumia ili kujinufaisha yeye na jamaa zake. Kwa huo ndio muktadha ambao naweza nikautafsiri kuhusiana na mambo ya rushwa, ili tunapojadiliana tuende pamoja. Sasa umezungumzia habari ya vitendo ambavyo vimekatazwa. Kwanza nakubaliana na mwanasheria hapo kwamba zipo sheria mbalimbali ambazo zimeweka makatazo kwamba vitendo fulani vikitumika basi hivi vitakuwa vimehesabika kwamba ni vitendo vya rushwa. Lakini pia tukubaliane kwamba Tanzania tunatakiwa kujua rushwa inaanzeje. Rushwa inaanza katika moyo wa mtu na ubongo wake vinapokubaliana kutenda kitu ambacho ni uovu. Sasa hii akishaamua kutenda uovu, ndipo tunaiona sasa tendo lenyewe hadharani, kwamba anatoka na kwenda kumuonga mtu ili aweze kufanya tofauti. Sasa kwa kutambua hilo, ndio maana Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika ibara ya 9H ilielekeza wazi kwamba vita dhidi ya rushwa
inatakiwa tupambane nayo na hatimaye kuitokomeza. Lakini ili tuweze kushinda hivi vita vya rushwa, vitendo vya rushwa, katiba katika ibara ya 26 imeweka masharti kwa kila mwananchi ili aweze kutii sheria. Sasa mwanasheria amezitaja sheria hizo hapo. Changamoto ni nidhamu katika hizo sheria. Zingine za siku na zina makatazo yanayofahamika, lakini bado watu hawako tayari kutii. Kitu gani kinacholeta shida? Tumekosa uzalendo na uadilifu katika kutambua ya kwamba lengo kuu la serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni kuleta ustawi wa wananchi. Kwa rushwa imekuwa kikwazo kwa sababu ya kukosekana kwa maadili na uzalendo. Hatimaye tunaanza kuona umaskini ukiingia katika jamii yetu, kwa sababu rushwa ni adui wa haki na rushwa ni adui wa maendeleo. Sasa vitu vinavyokatazwa, mtu kumhonga mtu, kwa mfano mgombea anamuonga mpiga kura ili ampigie yeye au ili asimgombea mwenzake. Lakini tumeshuhudia hapa kwamba kuna mtu anamhonga mgombea mwenzake ili ajitoe yeye aweze kubaki peke yake. Lakini hivi karibuni tumekuwa tukishuhudia kwamba kuna ununuzi wa kadi za mpiga kura. Mtu anunua kadi za mpiga kura katika eneo lile analodhani kwamba hawamkubali, ili wale watu wasipate nafasi ya kupiga kura. Sasa sheria zetu zimeweka mambo yote hayo kwamba ni haramu. Lakini kuna jambo lingine la ajabu limeanza kujitokeza pia, kwamba watu wanasombwa kwenye magari kwenda kumpigia kura mtu fulani wakati wa kupiga kura. Sheria zimekataza mambo hayo. Kwa nini sheria zimekataza? Sheria zinataka uchaguzi uwe huru na haki na ufanyike kwa utu na heshima na nidhamu kubwa na uadilifu mkubwa. Tukifanikiwa hapo ndipo tutapokuwa na uchaguzi ulio huru na haki, na hatimaye tutakuwa tumepambana vitendo vya rushwa wakati wa uchaguzi, na hasa tunapoingia kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Sasa ningeishia hapo kwanza kwa sasa. Kwenye hilo la kusomba watu wakampigie mtu, kuwabeba watu kwenye magari wakampigie mgombea fulani kura, hilo umesema alitakiwa. Vipi kuhusiana na kuwabeba kwa ajili ya kuwapeleka kwenye mkutano wa kampeni? Kuwabeba kupeleka kwenye kampeni, wakati wa kampeni hakuina masharti ya kwamba labda ukishatoka kwenye kampeni utampigia mtu fulani. Kwa sababu kwenda kwenye kampeni unaweza ukashawishiwa na mtu mwingine, na kama ulikuwa na mawazo ya kwamba utampigia X, unaweza ukashangaa ukifika kutoka kwenye kampeni tena kumpigia X haiwezekani, unaanza kumpigia Y. Kwa hiyo hii ni jambo la kawaida tu la kupata usafiri kuelekea kwenye kampeni, kwa sababu kwenye kampeni ndiko unakopata ushawishi wa kitu gani uweze kukiamua. Lakini unapoenda kupiga kura kunakuwa na sharti la kwamba mimi nakupeleka kule ulipigie kura. Hapo ndio tofauti ilivyo. Okay. Kwa somba kupeleka kwenye mkutano wa kampeni hiyo haina shida. Nilivyomuelewa mkurugenzi ambacho kimewekwa. Sasa amezungumza hapo kwa rushwa, tumegusia rushwa, lakini kuna jambo linaitwa takrima. Kuna watu ambao wanaona kuna mfanano, lakini kuna wengine wanaona pia kuna utofauti. Labda wakili utuambie katika hili. Asante sana na nashukuru sana kwa swali zuri sana. Mwaka 2005 ilikuwepo shauri lilifunguliwa na taasisi 3. Ndio. Kituo cha sheria na haki za binadamu, kuna taasisi nyingine ilikuwa inaitwa LEAT, Lawyers Action Environmental Team, unashughulikia masuala ya mazingira pamoja na shirika la msaada wa sheria NOLA. Kipindi hicho 2005, na shauri hilo lilifungwa, ni shauri la kikatiba, lilifunguliwa Mahakama Kuu. Na hawa walikuwa wanapinga mabadiliko yaliyofanyika kwenye sheria ya uchaguzi, kifungu cha 98 kifungu cha pili na 93 kifungu cha 3, ambacho kiliweka takrima, yani kwenye sheria zile za uchaguzi, sheria za uchaguzi kiliweka takrima kama sasa nimetumia lugha ya Kiingereza, traditional hospitality, yani kama ukarimu wa kiutamaduni. Takrima ni nini? Sawa. Sasa kwa sababu hiyo tafsiri kwenye sheria ya uchaguzi, wakati kwa sababu hata mahakama wakati inaamua hapa inasema haitaki kuingilia bunge lilikuwa linataka kusema nini kuhusiana na hiyo takrima. Maana tunazungumzia hapa ni kama unasema utamaduni, kama unawapa watu wako labda umekutana nao kwenye kampeni au kwenye nini, sawa, wale wajumbe wako. Kwa mfano sheria hii ya gharama za uchaguzi ilikuwa inasema, kwa mfano si kama ile mnafahamu, kwenye sheria hii ya gharama za uchaguzi imetoa hata idadi ya watu ambao wanapaswa kuwa kwenye timu za kampeni.
Kwa mfano kwenye nafasi ya urais ni watu 50 tu. Timu yake ile ya kampeni inatakiwa na watu 50 tu kwa mujibu wa sheria. Asizidi. Wabunge ni watu 20 na madiwani ni watu 10. Ni sheria inasema hivyo. Unaona? Sasa hii ile nikataka kusema maamuzi kwanza hiyo kesi. Sawa? Jaji ambaye alikuwa ana kesi hiyo, Jaji Masati. Sawa? Alisema alikubaliana na haya mashirika kwamba takrima ilipoingizwa kwenye ile sheria ya uchaguzi ni kinyume na katiba. Inavunja katiba kwa sababu itafanya baadhi ya watu, sawa, washindwe kuchaguliwa au kuchaguliwa, sawa, kwa sababu hawana uwezo tofauti na wengine walivyo. Kwa kutumia hiyo sura takrima. Mtu anasema hapa nawapa takrima tu, sio rushwa hii. Sawa. Ni hospitali na takrima aliuliza hapa ni nini? Ukarimu wa aina gani? Ukarimu ni kwamba kwa mfano ile utoaji wa lesema unaenda kuwapa labda chakula kwa mfano au unaenda kuwapa kwa mfano vitu kama labda t-shirts mali fulani. Kwa wakati gani sasa? Yaani umewapa kipindi kuwapa bila kuweka makubaliano kama nakupa ili unipe kitu. Na sheria hii ilikuwa imewekwa kipindi cha uchaguzi. Maana hii sheria ya uchaguzi, sawa, ilikuwa imewekwa kipindi cha uchaguzi, yani katika ule mchakato mzima wa uchaguzi. Umeona bwana? Ndio sasa mahakama ikasema hapana, tukikubaliana na hicho, maana kuna baadhi ya haki fulani zitakuwa zinavunjwa. Sawa, za kikatiba. Na hasa kipengele cha 13 kidogo cha kwanza, cha pili na cha 21, cha pili na cha 29 cha katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambao vinazungumzia haki za watu kuchaguliwa, sawa, yani mamlaka yale, sawa. Sasa akasema kuna wengine watakuwa na uwezo zaidi, sawa, na wakitumia hiyo habari ya kusema hii itakuwa tu huyu jamaa hapa hatoi chochote, sio rushwa hii, ni takrima tu, zawadi, ukarimu, anawakarimu tu, hategemei chochote. Ukarimu mwingine sasa ulikuwa upimwi. Huo ukarimu una kiwango gani? Sawa. Na kwa nini ukarimu huo utoe wakati huo? Na wakati huo, sawa. Na hao jamaa vile katika ile shauri waliweka vile sheria hii inahusiana na masuala nini? Inahusiana na gharama za uchaguzi vile. Sawa. Labda tumuulize mkurugenzi wa TAKUKURU. Labda anaweza atuambie sasa, kwa sababu wao ndio wanafuatilia hizi, ndio wanatekeleza haya masuala ya rushwa, kuwabana watu kuhusu. Inakuwa sasa takriban na mipaka. Hivi inakuwa rushwa. Joseph, labda katika hilo tuambie. Asante sana ndugu mtangazaji. Kwanza nakubaliana na huo mjadala unaendelea huko mwanasheria anachosema. Muhimu sana kujua ni kwamba tunapozungumza habari za rushwa tunazungumza jinai. Na kwenye jinai kuna matendo mawili ambayo yanazingatiwa, ambao ni tendo lenyewe alafu na sababu ya tendo, yani nia iliyoambatana na tendo lenyewe. Kesi anayoizungumzia ni kweli kulikuwa na neno ambalo lilisomeka kwa Kiingereza hospitality. Sasa ambayo baadaye litafsiriwa kwamba ni takrima. Yaani ule uungwana au karimu wa mtu unapofanyika wakati wa uchaguzi ukiwa na nia ovu ya kwamba nakupa chakula hiki ili nichague, hilo linakuwa kosa. Na ukienda kwenye sheria gharama za uchaguzi, kosa hilo limeainishwa kwenye kifungu cha 22 kifungu kidogo cha A na B. Lakini pia ukienda kwenye sheria ya uchaguzi wa rais, ubunge na madiwani, imeainishwa katika kifungu cha 126. Na kosa hilo likitendeka, adhabu yake inazingatiwa kwa mujibu wa sheria kuzuia na kupambana na rushwa. Lakini tukubaliane na ukweli kwamba haikatazi tendo la ukarimu kwa mwanadamu. Hapana, unaweza kumkirimu mtu. Mfano, mimi naweza nikaja hapo Azam, mkanipa chai, nikanywa chai, haiwezi kuonyesha kwamba ni rushwa, bali itakuwa rushwa tu pale itakapoingizwa nia ya huyo mtoaji wa chakula akisema kwamba bwana, mimi nawapa hiki chakula mnikumbuke wakati huo nitakapokuwa nagombea uchaguzi. Sasa hiyo nia ovu hiyo ndio ambayo inahesabika kwamba ni rushwa. Lakini mkurugenzi, hata zawadi haijawahi kuwa tatizo. Naam. Mkurugenzi, hapo unapimaje nia ya mtu? Kwa sababu mtu anaweza akawa amekupa hiyo takrima bila kusema chochote. Amekupa tu. Ndiyo. Lakini ni mgombea. Yeye anajua tu huyu mtu nikimpa hii namsogeza karibu zaidi. Namfanya wewe hasemi kwamba mimi nakupa ili baadaye unipigie kura. Sasa unapimaje nia? Yeye nia yake iko ndani. Anayo ndani kwamba mimi nafanya hivi ili hao watu wawe karibu na mimi baadaye wanipigie kura. Asante. Ni jambo zuri sana umeuliza. Nataka tu kuambieni na Watanzania wajue kwamba hapa tulipofika
tumefika mahali ambapo miongoni mwetu wa Tanzania tunapenda sana rushwa, na hata sasa hivi ukiangalia wengi wanasema hiki ni kipindi cha mavuno. Nini maana yake? Lipo tatizo la kimaadili, kwamba mtu yeyote anapokupa kitu unategemea kwamba kuna jambo analolitaka kwako. Huo ndio utamaduni ambao tumeutengeneza. Hata likitokea wakati sio wa uchaguzi, mimi nikikupa bwana Goodluck zawadi, unaanza kuwaza hii zawadi ina shida, ina nia gani nyuma yake? Ndio utamaduni tuliotengeneza. Lakini kiuhalisia hivi vitu vipo tu mahali popote na katika utamaduni wetu tangu enzi. Ila tumefika mahali tumeona kwamba kitu hakiwezi kutolewa bila kuwa na nia ovu. Sasa na ndio maana katika kuelimisha tunasema mkurugenzi, changamoto nyingine inakuja pale ambapo mtu huyu anayekupa huo ukarimu sasa hivi hatukumuona miaka 5 iliyopita. Sasa hivi ndo anakuja kutupa kuonyesha ukarimu, kuonyesha yuko karibu na sisi. Ndio. Ndipo nikokuwa naelekea, ndugu mtangazaji, kwamba tunachowaelimisha Tanzania ni kwamba wawe na uwezo wa kupambanua mambo ambayo yanaendelea kwa wakati wake. Kwamba hata mtu kama anakupa zawadi yoyote, ubaki katika msimamo wako ulionao. Yaani isiwe soda isiwe sehemu ya kukufanya ubadilike katika kufikiri, au hela isiwe sehemu ya kubadili katika kufikiri. Lazima usimame katika msimamo wako, kwamba mtu yeyote anayekupa kitu akupe kitu kwa sababu amekupa, lakini sio kwa sababu anataka gawio kutoka kwako. Hiki ndicho tunachowaambia Tanzania, kwamba wawe imara, wawe jasiri, ili inapotokea mtu anampa kitu akatae, au hata akichukua abaki na msimamo wake wa kwamba mimi nitamchagua fulani kwa sababu ana uwezo, sio kwa sababu ya fedha aliyonipa. Ndicho tunachowaambia Tanzania. Asante sana. Hivi unaweza kukula hela ya mtu ukamtosa. Unajua ndugu mtangazaji, jaji alipokuwa anatoa maamuzi kwenye shauri hili sawa, kuhusiana na hiyo takrima ambayo ilikuwa imewekwa kwenye hiyo sheria ya uchaguzi, alisema kabisa sawa, hii takrima itashawishi, sawa, inashawishi sawa watu kuchagua sio kwa sababu huyu mtu anafaa kuwa mgombea, lakini kwa sababu wamepewa hiyo takrima. Kwa hiyo sasa wanasema kwenye lugha ya Kiingereza kwamba guarantee by being influenced by takrima rather than quality in voting in the candidate. Naona? Kwa hiyo hakuna nini ile quality. Kwa katika mazingira ya aina yoyote, na wewe umesema vizuri sana kwamba kwa nini wanakuja sasa au kwa kipindi hiki sasa. Sawa, utaona mtu mwingine, tunaona sasa kwenye TV tutaona watu wanatoa mabaisikeli, watu wanatoa nini. Alafu sasa cha ajabu ni kwamba sasa hivi sijui na TAKUKURU na mkurugenzi wa elimu kwa umma yuko hapa atatuambia, sawa, na sasa hivi unaona kabisa kwamba watu wanakuja sasa na baisikeli na matisha. Na wengine wanasema kabisa ile ahadi yangu sio nilichofanya nini, vitu kama hivyo. Sawa, unaona kabisa sawa. Lakini alikuwa kwenye bunge hilo au kwenye jimbo miaka 5. Tulitegemea kwamba hizo baisikeli angezitoa sana kipindi kile cha nyuma, sawa, ambapo wananchi wangeweza kufacilitate shughuli zake na mambo yao ya maendeleo. Si ndio bwana? Tusende kukuza maendeleo kwenye hivyo. Lakini ukiangalia sheria ya gharama za usajili kama anasema mkurugenzi huyo wa elimu kwa umma wa TAKUKURU pamoja na wengine, vipengele vingi sana vya sheria ya gharama za uchaguzi. Na tunazungumzia sasa hivi sana kwa sababu ndio sheria ambayo inafanya kazi. Hizo sheria zingine za mwenendo au za taratibu, kwa mfano hiyo sheria ya uchaguzi, sheria ya uchaguzi wa rais, madiwani na wabunge, imeeleza tu michakato. Si ndio maana? Sawa, na haya mabadiliko ya juzi kuhusiana na Tume ya Taifa ya Uchaguzi, nasema Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi ambayo ina mjadala mrefu sana. Hizo zinaweka tu taratibu za nini, za kuelekea kwenye huo mchakato. Lakini hizi sheria ambazo zinasimamia sasa hii michakato ya kupata wagombea halisi, sawa, ndio hii ambayo inafanya nini, inatakiwa kuzingatiwa sana hasa tunapoelekea kwenye uchaguzi. Sasa kuna swala pia la kampeni. Nafahamu wakati huu ni mchakato ya ndani ya vyama ambayo inaendelea. Bado kampeni hazijafunguliwa kwa hawa wagombea kuzifanya. Ni vitendo gani ambavyo vinatafsirika kama kampeni kabla ya wakati rasmi? Sasa kwanza Tume Huru ya Uchaguzi kwa mujibu wa mabadiliko ya sheria hile, sawa, ndio imepewa mamlaka, sawa, ya kisheria ya kutangaza taratibu za kampeni. Kampeni zitaanza lini? Sawa. Kwanza sasa hivi hapo wanasubiri sasa vyama vya siasa vilete wagombea. Sheria inasema siku 5 au siku zizidi 25 baada ya kuvunja kwa bunge lazima vyama vyote vimeshapeleka hawa wagombea, yani vipeleke jina la mgombea akiwa na vigezo vyote. Sawa. Nakumbuka
wana mamlaka ya kumwengua huyo mgombea wenu, Yeah. amini, kwa maana kutokumkubali, kwa maana hiyo, kutokumnominate kwa maana hiyo, na vile vile wanafanya kazi pitia na msajili. Kama nilivyosema, msajili wa vyama vya siasa, na vile ukiangalia kifungu cha sheria ile ya gharama za uchaguzi, kifungu cha 50 kinampatia mamlaka, akigundua kwamba kuna vitu ambavyo havikuenenda, hasa katika masuala haya ya wapi zitakuwa fedha zake za kampeni na mambo kama hayo, vile vile anaweza akadisqualify huyo. Sawa. Kwa hiyo utaona ni mchakato. Sasa Tume ya Taifa ya Uchaguzi Huru ya Uchaguzi, kwa mujibu wa mabadiliko ya sheria hiyo, sasa ndio itatoa tarehe na taratibu za kampeni. Sawa. Kabla ya hapo, sawa, ukifanya kampeni kwa namna yoyote ile unavunja sheria kwa maana hiyo. Sasa sijui katika sura gani, sawa, na unfortunately serikali inaendelea kuwepo, sawa, hata baada ya bunge kuvunjwa kwa mfano. Si ndio? Mawaziri pamoja kama ni wabunge, lakini wanaendelea kufanya kazi zao. Serikali haijawahi kutokuwepo. Mshafahamu? Serikali haijawahi kutokuwepo. Sasa kwa hiyo hawa wanaendelea kufanya kazi zao. Mshafahamu? Mheshimiwa Rais yuko, baraza lake la mawaziri liko mpaka halijavunjwa. Si ndio? Lipo. Sasa ni wakati gani huyu kwa mfano mheshimiwa waziri ambaye ni candidate amechukua fomu na amekuwa nominated, sawa, kwenda kwenye nani, ni wakati gani atakuwa anafanya kazi zake za waziri na wakati gani atakuwa anafanya kampeni kwa kama mgombea. Naona hapo kuna mchanganyiko mkubwa sana kwenye sheria. Kuna mchanganyiko mkubwa sana kwenye sheria, ndio maana wakati mwingine kuna kuwa na huo sasa anatumia gari la ofisi na yuko kwenye jimbo lake na kadhalika. Je, anafanya shughuli za kiwizara au yuko kule kwa ajili ya masuala ya kuonekana na wapiga kura wake na kadhalika. Huo ni mjadala, labda mkurugenzi wa TAKUKURU naye atatuambia kama TAKUKURU inaangalia vile vile katika maeneo haya kama kuna element hizo za namna fulani ambayo labda wakati mwingine inaleta mchanganyiko mkubwa. Sasa ndio maana ya hii sheria ya gharama za uchaguzi inataka iwe, kwa sababu sheria inasema inataka kuwe na level nzuri ya kucheza. Imesema playground, level of playground, sawa. Yaani hawa jamaa wakishakuwa wagombea wote lazima wacheze katika na nini inayofanana, lakini ukweli unabaki pale kwamba hawatakuwa sawa, kwa sababu kuna wengine watakuwa wana uwezo zaidi, wengine wameenda wameshapata zaidi kiongozi chao cha bunge kule, kushindana nao itakuwa changamoto. Kabisa. Tutakuja kwa mkurugenzi hapa, tutuambia pia kuhusiana na matumizi ya ofisi. Yaani mtu anaweza akatumia ofisi akaitumia vibaya, kama yani ni mgombea lakini yuko kwenye ofisi ya umma, anaweza akatumia kama ulivyosema, akatumia rasilimali za umma katika masuala yake binafsi ya kugombea nafasi ya uongozi. Tutakuja kuangalia hapo baadaye, lakini sasa tuelekee. Tumerejea tena na tunaendeleza mjadala huu ambao tunaelekea ukingoni kuhusiana na mambo muhimu ya kuzingatia wakati huu wa mchakato wa uteuzi ndani ya vyama vya siasa kuelekea kwenye kampeni na baada ya uchaguzi mkuu. Tunaye mkurugenzi wa elimu kwa umma kutoka TAKUKURU, lakini pia wakili hapa ambaye amekuwa akitufafanulia, na turejee kule Dodoma ambako mkurugenzi wa elimu kwa umma wa TAKUKURU alikuwa anatolea ufafanuzi baadhi ya mambo, lakini kuna hoja iliibuka hapa mkurugenzi, kuhusiana na matumizi ya rasilimali za umma kwenye masuala binafsi ya kugombea nafasi za uongozi. Hapo ni mambo gani ambayo huwa mnayafanya kudhibiti jambo hilo kutokea? Asante sana ndugu mtangazaji. Kabla sijaingia huko, naomba niungane na mwanasheria alipokuwa anazungumzia swala la kampeni na kuona TAKUKURU labda tunafanyeje katika eneo hilo. Kwanza tunatambua kwamba kwa mujibu wa katiba yetu hatuna mgombea binafsi. Kila mgombea lazima atokane na chama cha siasa. Kwa hiyo huwa kila mara tunapokuwa tunakaribia uchaguzi tunakutana na vyama vya siasa, viongozi wa vyama vya siasa, ili tuwaeleze umuhimu wao katika mustakabali wa nchi yetu, kwa sababu wao ndio wanaotuletea wagombea ambao baadaye wanapigiwa kura na Watanzania wote. Kwa hiyo tunazungumza nao umuhimu wa kuzingatia sheria ya vyama vya siasa na sheria zingine ambazo zipo katika kuhakikisha kwamba wanazuia na kupambana rushwa katika mchakato wao wa kura za maoni katika kuwapata wagombea, kwa sababu mgombea akishapitishwa na chama chote kitakuwa nyuma yake bila kujali udhaifu wake. Kwa ndio maana tunakuwa tunashughulika sana nao ili watupatie wagombea walio sahihi, wawapeleke kwa wananchi wagombea walio waadilifu. Hivyo ndivyo tunavyofanya kila baada, na hivi karibuni tulikutana nao na tukawaambia
Na bahati nzuri niliitwa hapo Azam TV pia kuelezea umuhimu wa vyama vya siasa, viongozi wa vyama vya siasa ili waweze kuchukua hilo jukumu lao. Lakini pia kama alivyosema ni kwamba Tume ya Taifa ya Uchaguzi imekuwa pia ikitoa nafasi kwa asasi za kiraia katika kutoa elimu ya uraia. Kwenye elimu ya uraia huko wanafundishwa sana thamani ya kura, kwamba kura yake ina thamani kubwa kwa sababu ina uchaguzi wa aina mbili tu. Kuna ama unachagua maendeleo au unachagua umaskini. Unapochagua kiongozi ambaye ni mla rushwa, basi ujue kwamba unachagua umaskini, kwa sababu rushwa ni adui wa maendeleo. Kwa hizo asasi za kiraia zimekuwa na msaada mkubwa sana katika kuwaelimisha wananchi, lakini pia zimekuwa na msaada mkubwa sana katika kutambua haki zao, lakini pia na wajibu wao wakati wa uchaguzi. Kwa tunawapa kongole sana Zaki kwa sababu ya kazi kubwa ambayo wanaifanya. Sasa nikija hili swala ambalo ni la matumizi ya rasilimali, ubadhirifu. Kwa tumekuwa tukiendelea kuchunguza watu ambao wanafanya vitu vya namna hiyo, wakijua kabisa kwamba wanatekeleza katika masuala ambayo ni ya kibinafsi. Kwa ningependa kusema kwa namna hiyo. Na hapo katika uchunguzi ambao TAKUKURU mnafanya, ni kwa vipi mnadhibiti? Kwa sababu tunafahamu kipindi cha uchaguzi kipo kwa miezi kadhaa. Sasa pale ambapo uchunguzi pia unachukua muda mrefu, hata hatua nazo inaweza zikachukuliwa kwa kuchelewa. Nini ambacho mnafanya hasa wakati huu? Ndio. Okay, sawa. Kwanza kabisa kunapokuwa na mabadiliko yote ya sheria yanayohusiana na masuala ambayo tunaweza tukadhani kwamba yanaendelea na rushwa, huwa tunashiriki pia katika kutoa maoni kwamba sisi tunadhani kwamba ingefanyika hivi ingekuwa bora zaidi katika kuzuia na kupambana na rushwa. Na katika marekebisho kwa mfano mwaka 2024 bunge limetupa mamlaka sasa ya kwamba tuna uwezo wa kuchunguza makosa yoyote yaliyo kwenye sheria yoyote mradi kama ni makosa ya rushwa. Kwa hii inatupa fursa kubwa ya kwamba tuna uwezo sasa wa kwenda kuzuia hivi vitendo vya rushwa hata kabla havijatokea. Na kila mwaka wa uchaguzi huwa tunakutana na taasisi za serikali, tunaongea nao umuhimu wa kutenda haki na wajibu wao wa kuhakikisha kwamba nchi hii inakuwa na amani. Na pia wajibu wao katika kuhakikisha kwamba vitendo vya rushwa havijitokezi katika wakati wa uchaguzi. Tunaongea na Azaki za kiraia. Kwa mfano kesho tutakuwa na mkutano na Azaki ili tuzungumzie namna gani elimu ya uraia inaweza kaimarishwa zaidi katika kuhakikisha kwamba Watanzania wanapata elimu ili waweze kuzuia vitendo vya rushwa. Kwa sababu elimu ni ufunguo mkubwa sana katika kutambua jambo lililo mbele yako. Kwa hiyo tunaamini pia tukiendelea kuelimisha tutazuia hivyo. Lakini tumekuwa tukifanya utafiti kuona kama kuna matukio gani ambayo yanajitokeza wakati wa uchaguzi ili tuweze kushauri mamlaka ziweze kuboresha sheria ambazo pengine tunaona kwamba mianya imekuwepo kwenye sheria hizo au mifumo au miundo. Tumekuwa tukishauri hivyo. Lakini kama nilivyosema, mara kwa mara tunakutana viongozi wa siasa kupitia baraza la vyama vya siasa, ofisi ya msajili, kuzungumza kila mara umuhimu wa wao kuzingatia kwamba Watanzania hawaipendi rushwa na hivyo wasiwalete wagombea ambao ni wala rushwa. Kwa ujumla tunashirikiana hivyo, pamoja na hivi ambao mnafanya vyombo vya habari, tunazungumza hizi habari za kwamba Watanzania wawe jasiri katika kuhakikisha kwamba tunapambana na rushwa. Kwa ni sehemu ya mambo ambayo tunayatumia katika kuhakikisha kwamba tunazuia vitendo vya rushwa wakati wa uchaguzi. Na mimi niendelee kuwashukuru sana Watanzania, wamekuwa na mwitikio mzuri katika jambo hili. Na sasa hivi tunaona kunaanza kuchangamka. Watu wanakataa wanapoletewa vitu. Wanasema sisi tunataka maendeleo, tutaki hizo fedha. Kwa ni jambo jema tunakoelekea. Kwa hivyo hivi vitu ambavyo vinaletwa tafsirika kama rushwa ama takrima? Ndio. No. Yaani ukijaribu kuelewa vizuri, takrima ni ukarimu wa kawaida kabisa. Lakini tunapozungumza habari ya kuleta kwenye uchaguzi kama alivyoeleza mwanasheria, vikiambatana na ushawishi, hiyo sio takrima tena, inakuwa rushwa. Kwa lazima kuwe na ushawishi. Kwamba takrima ni utamaduni. Yes. Pale anaposhawishi mtu. Kwa mfano, niwape mfano, ametoa mfano wa mwanasheria. Mimi nimeleta chakula kwenye kijiji. Nimechinja ng'ombe wengi kabisa, watu wanakula kijiji kizima. Ili unaweza ukalitafakari kwamba ni ukarimu wa kawaida. Itakuwa ngumu sana kwa sababu hata unapofanya sherehe kuna watu ambao ni muhimu tu kwa ajili ya sherehe hiyo. Lakini unapochinja kwa ajili ya kijiji kizima alafu baadaye unaenda kugombea, ile inatia mashaka kwamba huyu mtu ana nia tofauti na anayoifanya kwa sasa. Kwa hapo watu tunawaambia Watanzania kwamba wajue kwamba huyu kuna jambo analiwania hapo baadaye, mkae naye chonjo huyu mtu. Kwa hiyo ili msikubali kushawishiwa kwa sababu ya hicho chakula alichotoa. Kwa hiyo mtu kwa mfano katika kipindi hiki cha kampeni ama kipindi hiki cha mchakato wa uchaguzi ushaanza, anaanza kuwapa watu zawadi, anawapa tu, hawashawishi chochote, anawapa tu. Hiyo mnaitafsiri vipi?
Ya, ndugu mtangazaji, ni jambo zuri. Naona ndio mambo yanayoendelea sasa hivi. Watu wanatoa t-shirt, wanatoa nini? Baiskeli. Lakini tukumbuke kwamba hata rais kuna wakati fulani akiwa Zanzibar alitoa marufuku ya vitu hivyo visitolewe. Kwa hiyo sisi tumekuwa nadhani mnaona kuna baadhi ya watu tumewakamata kuwahoji kujua nia ya kufanya jambo kama hilo. Kwa sisi tunaendelea kila tunaposikia kwamba kuna mtu anatoa huwa tunamhoji nia yako ni nini? Lakini nyinyi mnaitafsiri ili tujue nia yake ni nini. Lakini nyinyi mnaitafsiri vipi? Hairuhusiwi, yani tunataka tujue inaruhusiwa au hairuhusiwi. Tunatafsiri takrima. Mnaitafsiri kama takrima ama kama rushwa. Sasa kusema kwamba hairuhusiwi au inaruhusiwa kwa maana ya zawadi au takrima, zipo sheria zimeruhusu hata zawadi. Hilo tulijue, sawa? Tunachozungumza sisi ni kwamba takrima ile au zawadi ile inapoambatana na swala la uchaguzi kwa nia ya kupata kufaidika na hiyo zawadi na hiyo takrima, sisi tunaitafsiri ni rushwa. Sasa ndio hapo lakini kama mtu tu amekaa naam. Sasa yani ndio hapo tunaposema kwamba bado hatujakaa kwenye mstari ambao wote tunasemaje tunatoka na kauli moja, kwa sababu ingawa tunaenda tunarudi. Sasa yani hiyo takrima, tuseme tu takrima kipindi cha uchaguzi, ndio mtu ametoa tu, yeye hajasema chochote, hajakwambia umpigie kura, lakini amekukuta tu kwa mtaani hapo akwambia bana vipi bwana Goodluck upo nipo mgombea bana, hebu chukua hii bana itakusaidia bana. Nyinyi mnaitafsiri vipi? Na ni mgombea. Labda niseme kidogo. Nimewaelewa vizuri sana. Nilikuwa najaribu tu kufanua ndugu watangazaji, lakini tangu mwanzo nilisema kwamba sawa, hivyo vitu havikubaliki kwenye wakati wa uchaguzi, kwa sababu kwa namna wa Tanzania tulivyo, huwa tuna utamaduni wa kumwamini mtoa zawadi na kumweka kwenye kumbukumbu ya kumfaidisha baadaye. Asante Joseph. Ndio maana nikasema toka mwanzo kwamba si kitu ambacho ni chema wakati wa uchaguzi, kwa sababu kitakuwa na ushawishi wa mtu kuamua kwa mujibu wa zawadi au takrimu uliotoa. Atakayefanya hivyo mtamkamata. Mpaka sasa hivi nimesema kwamba kuna watu tunawahoji. Na asante Joseph. Nini? Kwa msitoe hivyo vitu, mtahojiwa na mtafikishwa mahali. Kutoka kwa wakili. Nashukuru sana mkurugenzi amesema sasa pale, kwa sababu wakati mwingine wakati mwingine labda na hasa watu wanaofanya mambo kama hayo wengine ni watu wenye influence kubwa. Tunaona si ndio? Mawaziri wengine tunawaona, na wengine wenye nafasi ambazo ni kubwa kidogo zilizo juu, na wakati mwingine ndio hivyo. Sasa mkono wa TAKUKURU umesema unaweza kukamata mahali popote, labda tunaamini na ndicho watangaza wao wanapokuuliza ndugu mkurugenzi wa elimu, ni kwamba wanaamini kwamba TAKUKURU haita categorize, yani haitaweka makundi fulani ya kukamata tu, itakamata na wale wengine wote. Ili sasa, kwa sababu kama nilivyosema, issue ya takrima iliondolewa kwenye sheria ya uchaguzi kwa maamuzi haya ya Mahakama Kuu, iliondolewa kabisa. Kwa hiyo yani kwenye sheria kwenye sheria za uchaguzi maana haipaswi kuonekana kwa maana hiyo. Kwa hiyo mtu ambaye anakuja kwenye kipindi cha uchaguzi na tunajua ni mgombea, iliondolewa maana yake yani takrima hairuhusiwi kutolewa, kwa maana hairuhusiwi katika uchaguzi. Ndio sheria imesema hivyo. Umeshafahamu? Maana yake ni kwamba ikihusika tu kwenye uchaguzi inakuwa ni kosa kwa mujibu wa sheria. Inakuwa ni kosa kwa mujibu wa maamuzi haya. Unaona? Kwa hiyo unamwona mtu kabisa huyu ni mgombea, alafu anafanya hivyo vitendo vya takrima. Wewe kwa mfano unatoa baiskeli labda kwenye kata nzima. Unaweza kusema ni takrima ya namna gani? Unaona? Alafu na wewe ni mgombea. Umeshaona? Alafu umekuja kipindi hiki sawa cha kuteuliwa kwa majina. Sawa? Kuna wale watu wanaitwa maarufu sana, wanaitwa wajumbe. Sio ni watu maarufu sana sasa hivi nani sana. Sawa? Kwa nini wajumbe walikuwa wamekaa nao miaka yote 5 huko nyuma? Ulikuwa uone? Sawa, kwa facilitate haya mambo yako ya kuweza kufanya shughuli zao ziende kwenda mbele. Kwa nini kipindi hiki? Na ndio maana nasema ikishaingia kwenye mchakato tu wa uchaguzi. Sawa, na sheria za uchaguzi ikianza kutumika kwa maana hiyo, tayari inahesabiwa kwa nini. Sasa vipi kuhusiana na wale wabunge ambao
unajua bunge rais amehutubia bunge kuhitimisha shughuli za bunge, lakini wale wabunge wanasalia kuwa wabunge mpaka tarehe 3 mwezi Agosti. Mwezi wa 8. Kwa hiyo maana yake hawa wabunge wako madarakani. Wakitumia zile fedha zao kwa mfano labda za mfuko wa jimbo na nini kushughulikia zile changamoto ndogo ndogo kama ya usafiri na nini. Na wao ni wagombea, kuna shida. Ingawa sasa mlikuwa na mtu wa nani hapa, sawa, kuna matumizi mengine ambayo sasa yanasitishwa, si unajua kuanzia mpaka atakapo sasa kuja kuwa release. Yaani zinarudishwa. Maana kuanzia leo kuna utaratibu mwingine ambao sasa utabidi usimame kwa maana hiyo. Lakini yeye kama mbunge kwa sababu bado yuko madarakani. Ndio kuna vitu ambavyo havita yuko madarakani. Kweli kabisa. Na anaweza kama bwana mimi najitolea natumia hela yangu na wasaidia hapa. Kabisa, hata atakuwa amepata hiyo nani, atakuwa amepata hata hiyo kino mgongo chake, sawa. Lakini sheria iko pale pale tu. Sawa, sheria iko pale pale kama alivyosema mkurugenzi wa elimu kule TAKUKURU, sawa. Wataangalia sawa una nia gani katika haya unayoyafanya. Sasa kwenye kupima nia na sasa ndio maana yake ni sasa, na kama hicho kinachotolewa tayari kina taarifa za mgombea na vitu vingine kama hivyo na huyu jamaa sasa ni candidate, sawa. Ndio maana anasema lazima kuwa macho sana na kuangalia hapo sasa. Hapo ndio mamlaka iliyopewa majukumu hayo ya kisheria. Hapo sasa ndio nani weledi wake pamoja na nani yake sasa inaweza kutumika. Ndio hao TAKUKURU sasa ambao tunao. Ngoja niseme kitu kimoja. Unajua kwa mfano mifano tulionayo, kwa mfano labda nini haraka mifano tulionayo nchi zilizoendelea kama za wenzetu, kwa mfano Marekani. Umeona rais yuko madarakani, sawa, lakini wakati anagombea kwa nafasi term nyingine, lakini anapokuwa kwenye mchakato wa kampeni ana declare kabisa pesa itakayotumia kwenye kampeni yake na inawekwa wazi mbele ya public, sawa. Na huwa wanachangisha kwa uwazi na anatenganisha kabisa, na wako very strict, wanatenganisha kabisa masuala yake ya uraisi, sawa, na masuala yake ya kampeni. Sawa, wanaonyesha kabisa kwamba pesa hizi amezipata sehemu fulani kwa ajili ya shughuli zake za kampeni, hazitaingiliana kwa namna yoyote kabisa na masuala yake ya uraisi, kwa sababu rais anaendelea kuwepo, sawa, lakini pesa hizi za kwake kwa ajili ya kampeni yake ya kutetea kiti chake zitakuwa katika system hii. Sasa labda sio anachota hela za serikali sasa nchi kama za kwetu labda bado hatujafikia huko, lakini sheria gharama za uchaguzi imeweka hizo taratibu. Sema tu sasa haifanyi nini? Haizingatiwi. Si ndio? Haizingatiwi, lakini imeweka hizo taratibu kabisa ili sasa kila mtu awe na utaratibu uliotengwa kwa sheria kwamba bana, wakati wa kampeni mimi kama waziri sasa ambaye ni mgombea sitahusika kabisa na gari la ofisi, kwa maana hiyo nitapoenda kwenye kampeni zangu, sawa, ili gari la ofisi sasa litakuwa limepaki hapa, mimi nitakuwa na shughuli hii kwa ajili ya kampeni zangu za. Asante sana James Marenga, wakili. Tunakushukuru pia Joseph Mwaiselo, mkurugenzi wa elimu kwa umma kutoka TAKUKURU. Asante sana kwa kushiriki pamoja nasi. Naam, shukrani sana, na kwa sababu masuala haya ni endelevu pia pengine nitapata wasaa mwingine wa kujadili na kufahamu zaidi, na tukumbushe ni muhimu kufahamu kuhusiana na sheria muhimu na mambo ya kuzingatia hasa tukiwa tunaelekea uchaguzi mkuu.